Mzinga. Mnyama Simba kwenye kisiwa hiki cha Zanzibar, lakini kwa upande wa Unguja tulishuhudia mnyama anapata matokeo goli 1-0. Na wewe ndio ulikuwa nyuma akipaza, ukipalilia na kupalizi furaha ya mashabiki wa klabu ya Simba. Masaa machache kutoka sasa mnyama atakuwa Afrika Kusini ukipiga kwenye mchezo wa marejeano dhidi ya kikosi cha Stellenbosch. Ni nini ambacho unakiona kwenye mchezo ule na nini Simba chuka matahadhari? Nini ambacho unakiona hasa kifundi? Bwana, nadhani kitu kikubwa ambacho Simba anaenda nacho katika mechi hii ya pili ni ushindi katika mchezo wa kwanza. Ilikuwa anahitaji ushindi. Hivyo atakavyokuwa. Hizi ni hatua ambazo sio rahisi. Kwa hiyo make sure tu unashinda kwako. Simba alifanya hiyo business. Alishinda kwake. Mechi ya pili ndio hiyo anaenda Afrika Kusini. Anaenda akiwa na advantage ya kushinda mchezo wa kwanza. Sasa watu wanatamani angeshinda magoli mengi zaidi, lakini haikutokea na tayari dakika 90 zimeisha. Kwa hiyo way forward ni mchezo unaofuata sasa hivi. Kwa hiyo wanaenda na advantage ya goli moja. Stellenbosch ili amtoe Simba inabidi amfunge magoli 2-0. Yes. Au magoli 3-1. Si ndio? Yaani interval magoli 2 iwe juu kwa upande wa Stellenbosch. Binafsi kwa daraja la Stellenbosch, kwa safari yao tangu walipoanza mpaka kufikia hapa, kwa kumwangalia Simba, sioni hiyo business ikifanyika. Yaani siwaone Stellenbosch wakimfunga margin ya magoli 2-0 Simba, au margin ya magoli 3-1 au 4-2. Sioni hiyo kitu kikitokea. Kwa hiyo naamini Simba ni mechi ambayo inakwenda kumvusha kwenda hatua inayofuata, kwa maana ya hatua ya finali. Yaani nampa asilimia kubwa sana Simba. Miongoni mwa sababu zangu ni pamoja na kaliba ya timu ambazo kacheza nazo Stellenbosch. Stellenbosch msimu huu akiwa nyumbani ameshinda mechi zake tangu kwenye hatua zile za awali. Alicheza na Vita Club, alicheza na wale wa Eswatini, alicheza na Stade Malien, Lunda Sul, lakini hakumfunga RS Berkane. Alipoteza pale magoli 3-1. Hakumfunga Club Zamalek, walitoa suluhu pale. Sio? Hizo timu mbili nilizokutajia ndio daraja moja na Simba. No caliber ya Simba kwa maana ya viwango vya ubora. Ukienda kwenye ports za kafu wakati inafanyika draw, Simba, Stellenbosch, Simba, Zamalek, RS Berkane, USM Alger walikuwa kwenye port moja. Stellenbosch alikuwa kwenye port ya mwisho. Maana yake Simba anakwenda kukutana na Stellenbosch ikiwa tayari Stellenbosch ashapata vipimo vya aina ya Simba na alishinda kuvifunga vyote. Sio? Kwa hiyo Simba ni favorite kwenye huu mchezo kwenye mazingira hayo. Binafsi kwa experience ya Simba kwenye mechi za away huwa anafanya vizuri. Shauku ya wachezaji wa Simba ni kubwa. Naona kabisa Stellenbosch hawawezi kumzuia Simba. Hawawezi. Naomba niishie hapo sije nikaongea vitu vingi vile. Kuna hofu imeondoka, imepanda ndege kuelekea South Africa. Mchezo utamatika hapa Zanzibar pale Peru Unguja. Mashabiki wa Simba wengi walikuwa na mdororo na huzuni kwa goli moja. Lakini wao hapo unatamba kwamba unaiona Simba hiyo kwenda kuadhibiwa. Yeah. Hofu ya mashabiki wa Simba huoni kwamba ina maana fulani, ina ujumbe fulani kwa kitazama Simba yao? Naelewa kwa hofu yao kwa sababu ya unajua mtalibu kwa maana mbili. Kabla ya mashabiki nianze kwa wachezaji. Okay. Hofu nilianza kuiona kwa wachezaji kwenye ile mechi. Walikuwa kuna muda wanacheza unaona kabisa out of plan. Yaani kuna muda hawajui wafanye nini. Ilifikia hiyo stage. Sio kawaida yao kukuta katika ligi, sio kawaida yao kukuta katika group stage, lakini kwenye ile mechi ilitokea hivyo kwa sababu ya pressure ya ile level. Ile daraja la semi final kwenye kikosi cha Simba ni wachezaji wawili tu wamewahi kucheza hiyo hatua. Wa kwanza ni Kamara Pinpi, goalkeeper, msimu 2019 na 20 alicheza semi final ya Confederation Cup akiwa na Horoya Athletic, wakatolewa na Pyramids. Msimu na wa pili ni Fabrice Ngoma Luamba ambaye kawahi kucheza hadi finali ya michuano hii mara ya kwanza akiwa na Vita Club mwaka 2018. Mwaka 2020-2021
akacheza fainali akabeba ubingwa akiwa na kikosi cha Raja Casablanca, walimfunga JS Kabylie Algeria. Ukiacha hao wachezaji wawili waliobakia wote ni for the first time wanafika katika ile hatua. Kwa hiyo unaona kuna pressure ipo katika vifua, kwanza kufikiria kwamba okay, ndio tumeingia kwenye semi final, daraja ambalo hawajawahi kufikia. Elie Mpanzu kwenye ile mechi kawaka kweli kweli, kwa mara ya kwanza anafika pale, hajawahi kufika kwenye career yake. Na wachezaji wengine wote waliosalia ukiacha hawa wawili ambao nimewataja, na kwenye technical staff ni Faldo Davids ambaye kawahi kucheza hadi finali ya michuano, sio? Lakini pressure hii ukirejea misimu miwili nyuma, watani zao wa jadi Young Africans iliwakuta pale kwa Mkapa wanacheza finali na USM Alger. Unaona pressure, wachezaji wana pressure kubwa kwa sababu ndio mara ya kwanza. Most of them, mchezaji ambaye ana trophy pale ya CAF kwa wakati ule alikuwa ni Jesse Lomalisa, ambaye aliwahi kubeba ubingwa hii michuano mwaka 2014. Ilikuwa 2014 hakucheza. 2015 ubingwa alichukua. 2014 walicheza finali ya Entente Setif Vita Club. Nasema Trisina Berkane alikuwa pili Sindo. Anyways, yeah, Trisila alikuwepo, lakini ambaye mwenye mafanikio makubwa zaidi kwa maana Champions League 2014 alikuwa ni huyu nani, Lomalisa, ile Champions League. Lakini kwenye Confederation Trisila, yes sawa, lakini the rest unaona na pressure wachezaji wengine waliosalia. Ukija kwenye mazingira ya Simba ndio hivyo hivyo, yani walikuwa na pressure, lakini ndio ilikuwa mechi ya kwanza wanacheza. Mechi ya pili usitarajia kuona hii pressure kubwa ikiwa pale, lakini mashabiki wanaingiwa na hofu kwa sababu ya kile walichokiona kwenye kipindi cha pili. Kipindi cha pili kocha wa Stellenbosch alifanya mabadiliko mengi ambayo yalienda kuathiri mipango ya Simba. Ilikuwa Simba wanashambuliwa, wanatafutwa. Kwa hiyo sasa mashabiki wakabeba ile picha kwamba hii picha tunayoona kwenye kipindi cha pili ndio mechi ya South Africa iko hivi. Sure. Kwa hiyo wameingia na hofu kubwa hapo ndani yake, mpaka wengine wakasema mtangazaji wewe mwenyewe pia huyu mechi tunazidiwa sababu ya mtangazaji. Kila mtu anatoa lake. Lakini ndio muda ambao walishambuliwa sana, wakapiga counter attack. Baada ya kupiga counter, Jean Charles Ahoua ilikuwa aenda kuimaliza mechi. Mambo hayakuwa hivyo. Kwa hiyo ilipelekea hata mashabiki kuona mechi ni ngumu kwetu. Kama ndo tunacheza hivyo wa South Africa kwetu ni wagumu. And still tumepata golden chance ya kuweza kuimaliza mechi na haikutokea. That's why watu wakaenda kumpiga sana Ahoua kwenye mitandao ya kijamii. Sababu ndo platform ya watu kwenda express ujumbe wao. Kwa hiyo wakiwa na hofu unawaelewa, wana hofu katika hilo. Lakini mimi binafsi naona tofauti kwa sababu mimi sina hofu kwa sababu timu za South Africa waogopa sana away. Hawezi ngata meno sana. Hata kama uliangalia mechi za usiku za Mamelodi na Ahali kapewa msako na Sundowns. Tofauti na alivyocheza akiwa Loftus Versafel. Orlando Pirates mwenyewe mechi yake na Pyramids piga mpira mwingi, of course disappointed ya magoli, lakini kacheza vizuri sana Orlando kuliko alivyocheza mechi ya kwanza akiwa nyumbani. FNB alicheza. Kwa hiyo hizi timu za Afrika Kusini when it comes away wanakuwa tofauti kabisa, lakini wakija nyumbani story inakuwa tofauti, wanakuwa wa kawaida. Kwa hiyo hata huyu Stellenbosch na mwenyewe anaenda kucheza nyumbani Durban, simuoni kama anaweza beat quality ya Simba. Yaani Simba ana points nyingi za kuwa bora kuliko Stellenbosch. Na pengine hata mashabiki wanaweza kuona Simba na mashabiki wengi uwanjani kuliko Stellenbosch. Pengine Simba wakawa nyumbani kuliko Stellenbosch. Stellenbosch wana shabiki. Shabiki wao ni wa South Africa. That's why hivi juzi walitoa kuna posta moja alikuwa ameposti Facebook kwenye mitandao ya kijamii. Wakaomba, tunaomba tumekuleteni mechi kwenye mji wenu Durban. Kwa hiyo tunaomba mje kutusupport kuipeperusha bendera ya taifa. Simba anasema hivi, anasema jamani, tumeleta mechi Dar es Salaam au Zanzibar, jamani wa Zanzibar mkasupport. No, Simba anasema wana Simba nendeni uwanjani. Yaani ana mashabiki wake. Haiti taifa anaita wana Simba ndio aende kuangalia mechi yake. Nyewe timu nyingine mtajua wenyewe. Kwa hiyo hata huko yule bwana hana wana Stellenbosch.
Hamna. Wa South Africa njoni msupport hii timu Durban hiyo. Sasa hiyo timu sio ya Durban. Durban kwa watu wakae waanze kuangalia mechi sio rahisi. And that time mind you, South Africa timu zao ni mbili. Orlando Pirates na Kaizer Chiefs ndio timu zenye majority supporters. Hawa Mamelodi Sundowns na wenyewe sasa hivi waonekana kuwa na big number. Lakini hao Mamelodi Sundowns ukifuatilia namba kubwa ya mashabiki wao ni wa Chiefs, wa Kaizer. Okay. Ndio ambao wako kwao. Kwa hiyo unaona hiyo mechi wa South Africa, wa Tanzania wako wengi South Africa. Wapo Durban, wako Johannesburg. Tumeona mapokezi yakifanyika kwa namba kubwa. Na hata zile mechi ambazo zinachezwa pale South Africa. Rejea kwenye mechi ya Mamelodi Sundowns na Young Africans. Ulikuwa unaona kuna jukwaa la mashabiki wa Yanga kabisa. Iko tu hivi. Wanashangilia kwa nguvu. Orlando alicheza na Simba bado. Kuna jukwaa la mashabiki wa Simba na lina nguvu linashangilia. Itakuwa hii ya Durban hii ndio semi final shekhe. Wakishinda hapa wanaenda finali. Kwa hiyo inawezekana hii mechi tukaona mashabiki wengi wa Simba. Hata kama wa South Africa watakuwepo uwanjani, lakini sio kwa namba kubwa kama ambavyo, yani sio watakuwa na nguvu ya ushangiliaji kama ambavyo watakuwa nao hawa wa Simba. Mtazamaji, umepata uchambuzi wa kina kuhusiana na mchezo ambao utapigwa masaa machache kutoka sasa, lakini hautapigwa hapa Pemba tulipo. Utapigwa pale Johannesburg, Afrika Kusini, Durban. Yes. Durban pale Afrika Kusini kwenye ardhi ya hayati Nelson Mandela. Ni mnyama Simba ugenini akisaka finali Moses Mabida. Kwa Moses Mabida anaitwa. Kwa Mandela ndio muasisi, tunasema waasisi wa taifa la Afrika Kusini. Lakini Moses Mabida ndio mwenye jina la uwanja. Kwa hiyo hujakosea. Mimi nimeongezea yeye unaongeza nyama bado kupata kubali kubwa kwamba nyama Simba anakwenda kutafuta finali ya pili kwenye rekodi za mpira kuongeza club Tanzania. Mara ya kwanza mwaka 1993 klabu ya Simba ilikuwa klabu ya kwanza kwenye ardhi ya Nelson Mzee Mwalimu Nyerere kwenda finali. Akafuata klabu ya Yanga. Sasa Simba anatafuta rekodi nyingine katika ardhi ya Mzee Nelson Mandela. Hapa tunazima kwanza, tunakwenda kuwasha pili.